Ubanguaji wa korosho nchini ni moja ya hatua ya mkakati wa serikali unaokwenda kuongeza thamani ya zao hilo hapa nchini. Kwa sasa, zao la korosho linauzwa kwa wingi likiwa ghafi nje ya nchi, hatua inayochangia pia kutokuwepo kwa bei za uhakika pindi msimu wa soko unapofika na kukatisha tamaa baadhi ya wakulima kuendelea kuboresha kilimo chao. Zao la korosho ni moja ya mazao yanayotegemewa kuliingizia taifa pesa nyingi za kigeni na wakulima kunufaika na kilimo chao. Mkoa wa Mtwara ni moja kati ya mikoa inayozalisha kwa wingi zao la korosho na wakulima wamekuwa wakilitegemea sana zao hilo. Katika utekelezaji wa majukumu ya viongozi wa vyama vya ushirika ikiwemo bodi ya chama kikuu cha ushirika wa wilaya za Tandahimba na Newala TANECU, miaka ya 2019 wazo la ujenzi wa kiwanda ulipewa kipaumbele. Chama kikuu cha ushirika cha TANECU chenye makao yake makuu wilaya ya Newala kimeweza kubuni mkakati huu wa ujenzi wa viwanda na kufanikiwa kwa hatua za awali kama anavyoelezea meneja mkuu wa chama hicho. Kwa hivyo lengo kuu ni kuongeza thamani ya korosho zinazolimwa na kuzalishwa na wakulima wetu kutoka katika hizi wilaya mbili za Tandahimba na Newala. Ndio tukaja na wazo la ujenzi wa viwanda 20 vya kubangua korosho, na mpango wetu ni ujenzi wa viwanda 10 katika wilaya ya Tandahimba na viwanda 10 katika wilaya ya Newala, na ambapo kama ambavyo mmeona tumeanza kutekeleza kwa vitendo. Tumeanza na kiwanda cha kwanza ambacho kimejengwa, kimekamilika na kimezinduliwa na Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, mbunge, waziri wa kilimo, tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Hivi sasa tumekamilisha kiwanda cha kwanza ambacho kimekamilika pale Mmovo, na tuna mpango wa kumalizia viwanda vingine 9 pale Mmovo wilayani Newala, lakini vile vile tumeanza maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha kwanza kati ya viwanda 10 wilayani Tandahimba. Tumeanza kusafisha eneo na mpango ambao tumeiwekea kabla kufika mwaka huu Disemba mwaka 2025 kiwanda cha Tandahimba kitakuwa kimekamilika na kitakuwa tayari kimekwishaanza kazi ya ubanguaji wa korosho tani 3500 kwa mwaka. Kwa hivyo viwanda vyetu vyote vikikamilika vitakuwa na uwezo wa kubangua tani 1070 kwa mwaka. Ndio lengo letu kuu, na kama ambavyo mmejionea wenyewe kiwanda hicho ambacho kimekamilika kina uwezo wa kubangua tani 3500 za korosho ghafi kwa mwaka, ambazo ni sawa na tani 875 ya korosho karanga. Hiki ni kiwanda kimojawapo kati ya viwanda 20 vinavyotarajiwa kujengwa na chama kikuu cha TANECU ambacho kwa sasa kimekuwa mfano mkubwa wa kuigwa hapa nchini katika tasnia ya zao la korosho. Kiwanda chetu kimeanza kufanya kazi rasmi baada ya uzinduzi tarehe 1 mwezi wa 10. Hii Januari tumeanza rasmi kufanya kazi, na kiwanda chetu kwa sasa kimeajiri wafanyakazi 150. Katika idadi hiyo 150, wafanyakazi 120 ni wanawake, lakini pia wafanyakazi 30 ni wavulana. Hali ya malighafi, maana tuna magala mawili. Kuna magala hili store ndogo ambayo iko hapa, hii tulipokea tani 500 ya korosho ghafi RCN, lakini vile kuna magala ya TANECU Newala ambao kwa sababu gala hili ni dogo, tuna gala kubwa ambalo liko Newala nalo lina mzigo wa kutosha, na maana kama ukiisha huu utachukulia mzigo mwingine utakuja kuzuia hapa ili kuendelea kubangua. Na wasimamia wanamama ambao wana scoop korosho na kusafisha kabisa, kucheki. Kwa hiyo kwa siku nawapa, kama ni mzigo wa kusafisha, kwa siku nawapa 80 kg mpaka 100 kg kwa ajili ya kuzisafisha na kutoa maganda madogo madogo. Lakini pia mashine zetu zinashindwa kuskupu mzigo wote, yani kuchokonoa korosho. Kwa hiyo ule mzigo ambao unashindwa kumalizika kwenye mashine pia tunawapa kwa ajili ya kumalizia kuchokonoa, kwa sababu mzigo wao kazi yake na kwa kubwa kidogo tofauti na kawaida. Kwa siku nawapa sio chini ya kilo 65 kwa ajili ya kuscoop kuanzia saa 1 mpaka saa 10 tunapomaliza kazi. Meneja wa chama kikuu cha ushirika TANECU pamoja nayo ameeleza namna kiwanda hicho kinavyoleta matumaini kwa wakulima wa zao hilo. Kwa hivyo sisi tunavyoangalia ni kwamba kwa kitendo cha kubangua korosho zetu kwa maana tunaenda kupunguza hali ya upelekaji wa korosho ghafi katika masoko ya minada,
na kitendo cha kuendelea kupunguza kupeleka korosho ghafi katika masoko ya minada, bila shaka hiyo hali itaendelea kuimarisha hali ya ushindani wa bei wa korosho ghafi katika mauzo mbalimbali ambayo yanaenda kufanyika katika minada mbalimbali. Kwa hivyo ujio wa hivi viwanda kama ambavyo nimezungumza unaenda kuwakomboa wakulima kwa kuimarisha zaidi kiuchumi kupitia uimarishaji wa ushindani wa mauzo katika masoko mbalimbali ya minada ya mauzo ya korosho ghafi, lakini vile vile tunaenda pia kuchagiza hata katika hizo korosho ambazo tunaenda kuzibangua, kwa sababu imani yetu kwamba hata ukiangalia mpango wa serikali na mwelekeo wa serikali kwamba ifikapo 2030 korosho zote za hapa nchini zibanguliwe hapa nchini badala ya kupeleka nje korosho ghafi. Kwa hivyo hii vile vile ukiangalia kwa namna moja ama nyingine ni sehemu pia hata ya utekelezaji wa mpango ambao umejiwekea serikali ya kuimarisha viwanda vya kubangua korosho hapa nchini, na hii lengo kuu la serikali ni kuendelea kuongeza ajira sasa miongoni mwa wananchi ambao watakuwa wanapata ajira katika viwanda vya kubangua korosho, ajira ambazo zilikuwa zinapelekwa China pamoja na Vietnam. Utekelezaji wa mradi huo wa kiwanda cha ubanguaji wa korosho kilichojengwa katika kijiji cha Mmovu, halmashauri ya wilaya ya Newala, kimekuwa ni hatua za awali kuelekea matarajio ya ujenzi wa viwanda 20 vya chama kikuu cha TANECU. Eneo hili lote sisi tumenunua, na mpango wetu mkakati ni kwamba hapa tutajenga viwanda 10, lakini halikadhalika na kule Tandahimba tumenunua eneo lingine ambalo pia tutajenga viwanda 10. Kwa hiyo TANECU mpaka tutakapokamilisha miradi tutakuwa na viwanda 20. Na kama unavyoona kwenye trendi ya uzalishaji, kwa mfano msimu uliopita tulizalisha tani 74,000 na kiwanda hiki kinaweza kubangua korosho tani 1,360 kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana tukiwa na viwanda 20 tutakuwa tumebangua wastani wa korosho tani 72,000. Kwa hiyo nia ya kuanzisha hiki kiwanda ilikuwa sasa kwamba tunataka mkulima wa Tandahimba na Newala asiwe mtu ambaye anahangaika kwenye kuuza mazao yake. Uwepo wa viwanda hivi vinahitaji uzalishaji wa malighafi ya kutosha kwa zao la korosho. Mwenyekiti wa chama hicho ameeleza namna walivyojipanga kwa swala hilo. Sisi ndo waanzilishi wakubwa wa kupokea kuandaa mashamba ya kisasa. Katika eneo letu la Tandahimba tuna kituo pale cha utafiti kiko na Nyanga, lakini pia kwa upande wa Newala tuna kituo cha utafiti kiko pale Mtopwa. Vituo hivi vinaweza kuhamasisha wakulima wa hapa Tandahimba na Newala kuweza kuandaa mashamba yaliyo bora. Lakini mpango wetu mkakati kama TANECU tuliweza kuandaa utaratibu wa ondoa mapori, boresha mashamba ya kisasa. Tuliweza kununua mashine zile cheso kwa ajili ya kuwapa wakulima wetu waweze kwenda kukata kule mikorosho ile mizee na kuandaa mikorosho mipya. Lakini kupitia bodi ya korosho wameanza kugawa zile mbegu ambazo zinakinzana na magonjwa, na mbegu zile ukiangalia zinakokuja kwa wingi ni eneo la Tandahimba na Newala. Na sisi kama TANECU pia tuna mkakati wa kuhakikisha kuandaa mashamba ya kwetu mapya, lakini pia kuwajengea, kuwapa elimu kule chini kwamba kila AMCOS iwe na shamba la kisasa ambalo tutatengeneza kwanza ndani ya ushirika. Tutakuwa na mapato ya ndani kupitia mashamba yetu, lakini pia wakulima wetu sasa waweze kupata mbegu bora na huduma mzuri kupitia kwenye vyombo hivi nilivyovitaja. Kwa hiyo mimi naamini kwenye swala la mkakati wa uzalishaji sisi tumejipanga vizuri sana, na ndio maana tumeweza kuwekeza kwenye swala la elimu. Nia ni kutaka kutengeneza mkakati wa kujenga msingi, kwa sababu hata nyumba ili iwe bora unatakiwa kuiandaa kwenye msingi, na ndio maana sisi tumejipanga kwenye msingi, hasa kwenye swala la uzalishaji, lakini pia swala la mashamba tuliweke kwenye mkakati uliokaa vizuri, ili huku mbele basi tuwe kama tu tunamsukuma mlevi ili mambo yaende vizuri sana. Ujio wa kiwanda hicho umekuwa ni neema kubwa, si kwa wakulima pekee, bali ajira lukuki ni moja ya fursa inayowagusa wakazi katika maeneo hayo. Naishukuru TANECU kwa ajira ambazo wametupatia sisi akina mama pamoja na vijana. Naomba TANECU iendelee kufanya kazi, kwa sababu kipindi cha mwanzo tulikuwa tunasikia ajira zinatoka kwa wenzetu, lakini leo TANECU imetuletea kiwanda Newala vijijini. Leo bado tunapambana na waliopo ni akina mama ambao wanatokea maeneo tofauti tofauti ambao wamekuja hapa kiwandani. Naishukuru TANECU wanavyosema wataongeza viwanda, kwa sababu ajira zitakuwa zinaongezeka zaidi ya zaidi.
Kwa ajira hii inanisaidia kuendesha familia kwa sababu nilikuwa sina ajira, nipo tu mtaani. Kwa hiyo kupitia TANECU kuleta hiki kiwanda imekuwa kama ni fursa kwangu kujipatia kipato hapa. Kwa hiyo nashukuru sana. Ila kimaisha kidogo nimepiga hatua. Kutoka mwanzo hadi sasa nipo tofauti. Pengine nimepata hii ajira. Hii kazi ilivyoanza nashukuru sana, imenikomboa katika maisha yangu. Sasa hivi naishi tofauti na kilivyoishi wakati niko nyumbani, sijapata kazi. Napata kusomesha wanangu, napata kulipa ada, chakula, napata kupitia kazi hii. Nashukuru sana kupata kazi katika kiwanda cha TANECU. Na kiuhalisia kwamba yani nilivyokuwa mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi kidogo niko juu kidogo. Sio juu kivile kwamba nina hela sana, hapana. Ila maisha yanaenda vizuri. Naendesha familia yangu vizuri na kuna mtoto namsomesha, kwa hiyo nashukuru sana. Lakini baadhi ya wakulima wenyewe wanazungumziaje mabadiliko haya chanya yanayoletwa na ushirika ambao kwa sasa yanawagusa wenyewe, wakishuhudia pia ongezeko la uzalishaji wa zao la korosho. Viwanda vinatujenga, viwanda vinatusaidia wakulima kwa sababu viwanda inakuwa chachu ya ongezeko la bei za korosho. Kwa mfano msimu uliopita tumepata bei kubwa ya korosho kwa sababu ya viwanda. Tunasema viwanda vinasaidia kwa sababu mnunuzi wa korosho aliposikia sisi wenyewe wakulima tuna viwanda, wakajipanga kuongeza bei kwa sababu wanajua kama tuna uwezo wa kujenga kiwanda, tuna uwezo wa kutafuta soko nje na sisi wenyewe tukauza. Ile imetusukuma sana, lakini tunashukuru serikali kwa ujumla. Kwenye uzalishaji tuna mfululizo wa zaidi ya miaka 5. Tunapata pembejeo wakulima bure, na hata mwaka huu tulipata mashaka, wakulima wetu walikuwa na mashaka kwamba hatuwezi kupata kwa sababu kuna uchaguzi. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunaendelea kupata pembejeo, tutazalisha vizuri, ikiwezekana itazidi hata ile mwaka jana, kwa sababu mwaka jana tulipata pembejeo kwa wingi, na nina imani mpaka mwaka huu itazidi zaidi ya mwaka jana. Tunamshukuru sana Rais Samia. Ushirika ambao sisi tulikuwa na uhitaji ndio huu ambao leo tunauona, kwa sababu kilinganisha na miaka ya nyuma, kwa kweli ushirika ulikuwa unatukatisha tamaa, lakini kuanzia mwaka jana msimu huu kwa kweli unatupa matumaini. Kwa msimu uliopita nadhani hata kupita mitaani dalili zinaonekana. Maboma mengi yaliyokalala yamefufuka, lakini kupitia usimamizi mzuri wa ushirika, viongozi wake, kwa kweli itakuwa TANECU moja moto sana. Na ndio kitu ambacho sisi tulikuwa tunakitafuta. Hivi karibuni chama kikuu cha TANECU kimefanya mkutano wake mkuu wa mwaka ikieleza mikakati na mafanikio ya chama hicho, kama anavyofafanua meneja wa chama hicho. Na kimsingi tumejipanga vizuri kabisa, kama ambavyo mmeona tumeanza utekelezaji wa miradi mikubwa, lakini vile vile tumejipanga kupitia mkakati wetu na kupitia bajeti ambayo itapitishwa leo kutekeleza ujenzi wa kiwanda cha kubangua korosho wilayani Tandahimba, lakini vile vile kujenga maghala matatu kwa ajili ya kuhifadhi mazao ya wakulima ili kuwapunguzia gharama za kusafirisha mazao yao kutoka kwenye zile AMCOS kule vijijini kwao kwenda katika maghala makuu wakati wanasubiri minada ya mauzo ya mazao yao ya ufuta, korosho na mbazi. Bajeti hii ya leo, kwa mfano upande wa mapato ya kawaida TANECU inakadiria kupata jumla ya shilingi bilioni 8.2, lakini vile vile inatarajia kufanya matumizi ya kawaida ya bilioni 4.3 na inaendelea kufanya miradi mbalimbali ya uwekezaji ambayo itakuwa na thamani ya shilingi bilioni 13.9. Kwa hivyo ukiangalia jumla itakwenda kwenye bilioni 18.3. Na ukiangalia mwelekeo wa TANECU katika msimu huu vile vile ni kununua korosho ghafi na kupeleka nje kama sehemu yake ya biashara. Na tayari ukiangalia katika mkutano huu nimefanya mazungumzo na mwakilishi wa mtendaji mkuu wa benki ya TADB Tanzania, Bwana Zaidi Mohamed, ambaye amesema yuko tayari kuwekeza au kutupa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mauzo ya korosho ghafi moja kwa moja nje ya nchi. Kama ambao mnakumbuka msimu huu uliomalizika tulipeleka tani 1000 nchini India na tulitengeneza faida ya shilingi milioni 95. Kama vile ambavyo pamba wanafanya, tumbaku wanafanya, kahawa wanafanya. Kwa tumejipanga pia katika ushirika huu wa TANECU kuanza sasa hivi upelekaji wa mazao yetu nje ya nchi ili kuweza kutengeneza tija zaidi na kuendelea kuimarisha ushindani wa mauzo ya korosho ghafi
katika minada mbalimbali inayoendelea. Mpango wetu sisi ni kuhakikisha korosho zinazolimwa Tandahimba na Newala zisiuzwe kwa kuuza korosho ghafi, ili korosho zote tupeleke kwenye viwanda vyetu. Na nimekwambia hapa kwamba mkakati wetu ni kuhakikisha tunajenga viwanda 20, 10 Tandahimba, 10 Newala, na viwanda hivyo vitakuwa na uwezo wa kubangua korosho tani 72,000. Na nimekwambia msimu uliopita tulizalisha tani 74,000, ila kwa sababu mama aliweza kupush kwenye swala la pembejeo, lakini pia akawekeza kwenye swala la kuleta elimu ya kiugani, na ndio maana msimu huu umeona mapinduzi yamekuwa makubwa, tukaja kupata tani 124,000. Lakini pia meneja wa chama kikuu cha TANECU hakusita kutoa wito na matarajio ambayo ni mafanikio yatakayojitokeza katika malengo makuu ya uanzishwaji wa viwanda tarajiwa. Mimi wito wangu sana sana kwa taasisi mbalimbali za ndani na nje ni kwamba waendelee kuamini kwamba Tanzania kupitia vyama vya ushirika kama TANECU tunaenda kuwauzia korosho karanga zenye ubora wa hali ya juu. Na wito wangu mkubwa ni kwamba waendelee kununua korosho zetu, kwa sababu ni korosho ambazo kwanza hazijachanganywa na korosho za Afrika Magharibi. Kwa sababu leo ukienda katika masoko mbalimbali, ukienda katika viwanda mbalimbali, kwa mfano kama nchini India ama Vietnam, huaga zinachanganywa korosho kutoka Afrika Magharibi, kutoka Tanzania, kutoka India, kutoka Vietnam, huaga zinachanganywa wakati wa ubanguaji ili kutengeneza ladha ambayo kidogo itakuwa ni bora zaidi, badala ya kubangua korosho ambacho chanzo chake kinatoka sehemu moja. Lakini sasa hivi hata ukiangalia mwelekeo wa Umoja wa Nchi za Ulaya, wanasema sasa hivi wanataka wapate, kuna kitu kinaitwa traceability. Wanunuzi mbalimbali katika masoko ya Ulaya wanapenda kujua korosho hii ninayokula leo au naenda kununua leo, mzalishaji hasa ni nani. Kwa hivyo kwa kitendo cha kutengeneza mazingira rafiki ya uwazi na traceability, inaenda pia kuimarisha ushindani wa mauzo ya korosho yetu, ambayo naweza nikasema ni korosho bora duniani. Katika kikao cha tathmini cha zao la korosho kwa msimu wa mwaka 2024-2025 kilichofanyika mkoani Dodoma, Waziri wa Kilimo Hussein Bashe hakusita kumwagia kongole chama kikuu cha TANECU kwa hatua waliofikia, huku akipongeza jitihada za wadau katika kuchangia mabadiliko chanya ya zao hilo. Nitumie nafasi hii kuwashukuru, kuwapongeza viongozi wa vyama vikuu vya ushirika na vyama vya msingi, na sababu ni moja. Ndani ya kipindi cha miaka mitatu wamefika mahali wanaendelea kubadilika. Vyama hivi sio vile ambavyo tulikuwa navyo miaka mitatu minne iliyopita. Miaka mitatu minne iliyopita yalikuwa ni mapambano kweli kweli, lakini wamefahamu na wao kwamba vyama vyetu vya ushirika vinatakiwa vibadilike, vitoke kutegemea kuishi kwa jasho la mkulima tozo, viingie kufanya biashara. Mimi niwapongeze sana. Lakini nawashukuru sana wakuu wa mikoa wa Lindi na Mtwara, Ruvuma, wakuu wa wilaya, viongozi wote. Kila mmoja katimiza wajibu wake. Kila mmoja katimiza wajibu wake. Namshukuru mrajisi wa vyama vikuu vya ushirika. Tumegombana sana. Matatizo tulionayo leo ni madogo hapa tulikofika. Kwa nini? Changamoto kubwa ya kilimo ni upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kumsapoti mkulima. Kipato cha mkulima ni hiki, ni kimoja tu kwa mwaka, ni hiki kimoja. Na mimi nitawaonyesheni takwimu. Mwaka huu tumefika tani 520,000 na ngapi? Na 8. Tumetoka 180,000 tukafika 310, sasa tuko 500,000 na ngapi? Na 26. Mapato walioyapata wakulima kwa takwimu za mwisho, na hizi nazizungumzia fedha alizolipwa mkulima mnadani. Fedha alizolipwa mkulima mnadani.
fedha walizolipwa wakulima na kuingia kwenye mifuko yao ni trilioni 1 bilioni 743 milioni 267. Hizi ndio fedha walizopokea nani? Wakulima. Naombeni wote tuandike. Sasa angalieni taasisi za serikali. Halmashauri zimepokea kutokana na zao moja tunaloitwa korosho bilioni 30 karibu na 0.6. Hizi ni fedha walizochukua nani? Halmashauri. Vyama vikuu vya ushirika vimekusanya bilioni 42.9. Yaani hizi hela kama wakulima wangefyeka korosho zao zote alafu wakalala nyumbani, halmashauri wasingepata bilioni 30. Sawa jamani? Vyama vya ushirika visingepata bilioni 42. Si ndio jamani? Gharama zinazoenda kwenye mapato ya bodi ya korosho, mapato yanayotokana na zao hili kwenda TARI, mapato yanayotokana na export levy ambayo analipa mnunuzi akishafika bandarini kwa ajili ya kuexport korosho, gharama anazozilipa, gharama anazolipa TPA mnunuzi, gharama anazozilipa TPHPA ili aweze kuexport lazima apate phytosanitary certificate kwa ajili ya export, gharama zinazolipwa TCCIA, naomba nieleweke, ukizichanganya zote ni bilioni 339. Naombeni mnisikilize jamani. Kwa hiyo turnover ya korosho kilo moja kutokea shambani mpaka imefika kwenye poti ya Dar es Salaam au poti ya Mtwara inataka kwenda nje kwa mwaka huu, thamani ya haya mazao yaliyopitia, acheni yaliyobanguliwa hapa nazizungumzia tani 400,000 tulizoziuza kwa mfumo wa stakabadhi ambazo zinakuwa exported ni trilioni 2.2. Kati ya trilioni 2.2, trilioni 1.7 zimeingia kwenye mifuko ya nani? Zimebaki karibu bilioni 500. Sasa ni shilingi ngapi kwenye hizi bilioni 500 zinarudi kwa mkulima? Mnanielewa? Lakini hela inayorudi kwa mkulima ni hela ya TARI ambayo yeye analipwa na mnunuzi kwa kila kilo aliyonunua kwa ajili ya kuzalisha miche na kumpelekea mkulima miche bure. Nataka tu niwaambie hivi ndugu zangu, nyinyi wakulima, tuna bahati sasa hivi. Tuna rais aliyoko madarakani ambaye ndani ya moyo wake ana upendo, anaridhia kumsaidia mkulima kijijini ili aondoke kwenye umaskini. Sasa leo TANECU wamejenga kiwanda cha kwanza Newala, sasa hivi wanajenga kiwanda cha pili Tandahimba. Tumewaapprove wajenge kiwanda cha pili wapi? Tandahimba. Leo TANECU wana export. Leo Runali, nilikaa na vyama mwenyekiti, nikawaambia hivi, mnatumia mabilioni ya fedha kukodi maroli. Kwa nini msianzishe subsidiary company ya kwenu ndani ya chama kikuu cha ushirika ikakopa fedha, kwa sababu mna kipato, ikikopa fedha inunue maroli muweze kufanya biashara? Niwapongeze watu wa Runali, wameshanunua maroli ya kwanza. Maana yake Runali sasa anafanya diversification, anaenda vile vile kwenye transportation, atafanya biashara ya transport. Runali wameweka MAMCU wameanza kiwanda cha kukamua mafuta. Sijui tumeelewana? Hivi ndivyo tunavyoweza kufanya transformation kwenye maisha ya watu. Tuko hapa katika hii bandari ya nchi kavu ama kwa maana tunaita ICD, Inland Container Deposits hapa Dar es Salaam, kwa ajili ya kushuhudia staffing ya container la kwanza la korosho zilizobanguliwa kutoka kwenye kiwanda chetu cha Movo kilichopo Newala. Ni kwa mara ya kwanza tunaanza kutengeneza historia sisi kama wanaushirika wa Tandahimba Newala, kuanza kupeleka nje korosho zilizobanguliwa
kutoka kwenye kiwanda kinachomilikiwa na TANECU kwa 100%. Na korosho hizi tani 15 zilizobanguliwa zina thamani ya dola 111,180. Na ni biashara ambayo tumeifanya yenye faida na bila kuwa na hasara yoyote. Nia ni kuwaambia umma au wanaushirika wa Tandahimba na Newala kwamba yale mabadiliko au ndoto zile tulizokawa nazo za kuongeza thamani mazao yetu yanatimia leo. Mnaona kwa vitendo hapa korosho zilizobanguliwa katika kiwanda kinachomilikiwa na wakulima pale Mmovo Kitangari. Tumezisafirisha kutoka Newala hadi hapa Dar es Salaam, na leo tumeonyesha kwa vitendo tukizitoa kwenye gari kufanyia stuffing, kupakia kwenye kontena tayari kupeleka hizi tani 15 katika nchi ya Uturuki kwenda kuziuza. Tunafanya haya kwa ajili ya kutekeleza yale maelekezo ya serikali kwamba sasa tunataka kuona ushirika wenye tija, ushirika unaoongeza thamani mazao ya wakulima na mwisho wa siku kuwaletea tija. Kwa hiyo wakulima wa Tandahimba na Newala hususan kwenye zao la korosho wakae mkao wa kula. Chama kikuu chao tayari kimeshaanza kufanya kazi ya kuexport mazao ya wakulima na kuipeleka huko kwenye mauzo. Haya mafanikio tuliyoyapata ni combination iliyoko baina ya serikali, Wizara ya Kilimo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, na sisi kama ushirika tunatimiza ndoto zetu kwa leo kwa kufika kwenye eneo hili na tayari mzigo wa wakulima kuanza kupeleka. Sasa hivi tunaenda kuweka alama kwamba korosho za mkulima moja kwa moja kutoka Tandahimba na Newala zinaenda Uturuki tayari kwenda kuonja testi ya mazao kutoka Tandahimba, na mnajua kwamba korosho bora na zenye testi safi zinatoka eneo la Tandahimba na Newala. Kwa hiyo sasa tunaujulisha umma na wafanya biashara walioko nje kwamba waje TANECU. Tumeshaanza kufanya ubanguaji na ubanguaji wenye tija. Kiwanda chetu kinafanya kazi usiku na mchana. Naam, hivyo ndivyo juhudi ya chama kikuu cha wakulima wa korosho wilaya za Tandahimba na Newala TANECU inavyochangia mkakati wa kuongeza thamani ya zao la korosho hapa nchini. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami John Kasembe. Asante.